Bana, ni CCM Kirumba, wananchi Young Africans mnaondoka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Pamba Jiji. Mlistahili matokeo haya? Yani hiyo sio swala la kuuliza, ilikuwa ni lazima Yanga tuchukue alama 3 kabla ya kwenda kumparura mai wetu Dar es Salaam tarehe 8. Hizi ni alama 3 na ni salamu tosha. Unajua Waswahili wakukosea kusema mwenzako akinyolewa zako tia maji. Aliponyolewa Mashujaa 5, Pamba alitia za kwake maji. Sasa unapojua Pamba ikiwekwa maji inavyofyonza maji, wakafyonza goli zile za Mashujaa zikawa sio 5 ni 3. Sasa linakuja tawi letu kubwa. Michezo unaofuata ni zidi ya watani ambao tumekuwa tukiwafunga mara nyingi. Yaani katika mechi ambayo mimi naenda with a full of confidence ni mechi ya tarehe 8. Shapiga mara 4 mfululizo. Sasa kwenye mechi ya 5 naenda vipi nikiwa na pressure ya kuogopa matokeo? Mimi kwenye derby naenda nikiwa na full of confidence. Nina alama 58 kileleni, mpinzani nimeshamfunga mara 4 mfululizo, mchezo wa 5 naenda kuucheza nikiwa nimerelax kabisa. Kwa hiyo nikutoe shaka yoyote, mchezo unaokuja lazima Young Africans tuchukue alama 3. Tunaweza tukaangusha alama 3 kwenye michezo inayokuja, lakini sio kwenye mchezo unaokuja wa tarehe 8. Na uzuri bwana, historia haiongopi. Tarehe 8, 18, 28 kwa Mkapa siku ya Jumamosi. Hawajawahi kutoka. Yaani mechi zote ambazo Yanga wamekutana na Simba tarehe 8, 18, 28 hawajawahi kutoka. Kwa hiyo kwenye historia tu kwanza inatubeba kuja kwenye performance kiwanjani. Mechi 4 mfululizo tumeshinda sisi, tumetoka kushinda michezo 3 mfululizo kwenye ligi kuu ya NBC. Yaani sina sababu yoyote ya kwenda kuangusha alama. Hata kama itatokea tumepata sare, Yanga Afrika tutakuwa tumeangusha alama na sio tumegawana alama. Mechi leo mlikuwa mnacheza lakini mawazo yote yalikuwa kwenye derby, ni kweli? Wewe unaweza ukaona hivyo, lakini sisi mawazo yalikuwa kwenye mchezo huu wa leo. Ndio maana umeona goli la pili lilishangiliwa kwa kasi kubwa zaidi, la 3 watu wakiwa wanaamini mchezo umeisha, watu wakanyanyuka jukwaani wakawa wanashangilia kwa hali na ile pressure ya hali ya juu, na walikuwa wanaonyesha kabisa kulitaka goli la 4. Ukiangusha alama 3 Mwanza, unapoenda kupambania alama 3 kwenye derby, zile sio alama 8, ni alama 3. Kwa hiyo lazima ushinde 3 za hapa ambazo ziko machoni kwako kabla ya kutafuta 3 ambazo unaweza ukapoteza 3 hapa Mwanza alafu kaenda kupata 3 kitu kikawa ni hicho hicho. Kwa hiyo tulikuwa tumefocus na mechi ya leo, wala hizo rotations kushangaze kabisa kwamba Yanga wanaifikiria dabu. Tumefanya rotation kwa sababu timu yetu inaruhusu kufanya rotation. Nikuibie tu siri, Yanga ndio timu pekee ligi kuu ya NBC inaweza ikafanya rotation kwenye kikosi chake na ikaweza kushinda 3+ au 2+. Kama ukitaka kubisha, fanya survey timu nyingine yoyote ile ifanye rotation kwenye kikosi chake, alafu kama utaona utakuja kusikia kwamba walishinda au walipata alama 3 au walipata magoli 2 na kuendelea. Singida walifanya rotation, nchi nzima ililipuka. Wamefanya rotation kwa sababu Yanga sijui ni tawi la Yanga. Leo Yanga wamefanya rotation, wote mmeanza kusema kwamba Yanga wanafikiria dabi ya Kariakoo. Kwa nini mkuambia Singida wanafikiria mchezo unaofuata? Wengine wameenda mbali zaidi wanasema kwamba rotation ya leo pia mmeifanya kwa sababu mmecheza na familia. Wewe unaweza ukadhani tumecheza na familia, lakini mechi ya leo ilivyokuwa inaendelea kabla ya Boka kufunga set pieces, mambo yalikuwa yanaenda kubadilika. Kwa hiyo hawezi tu ukatoka ukaanza kusema sijui Pamba ni tawi la Yanga bila kufanya analysis. Iona alivyokuwa anafanya mule ndani mpaka walikuwa wanasema watu mbona wanasema hili ni tawi la Yanga. Kaseke familia kabisa, wale tumemlea wenyewe, lakini leo ni kama alikuwa anazitaka zile hela. Sasa msemaji wa Pamba atuambie tu kesho saa ngapi tuwasindikize kwenye maandamano ya kurudisha pesa. Unajua kuchukua pesa, hata fundi uwezi ukampa hela kabla ya kufanya kazi yako. Na ukitaka kazi yako isifanyike, basi mpe fundi hela kabla ya kazi kufanyika. Lazima tu utateseka. Pamba waliingia kwenye mtego wa kuchukua hela kabla ya kuja kufanya kazi kiwanjani. Walikuja kutana kiwanjani na kazi nyingine. Yaani kazini kwa Pamba kulikuwa tayari kuna kazi. Kwa hiyo hao wanaosema Pamba sijui Mashujaa ni tawi la Yanga, nadhani sasa mechi iliyopita walisema ni Djibouti derby. Mechi hii leo wamesema ni vita ya wenyewe kwa wenyewe. Nadhani sasa derby ya Kariakoo itapomalizika, waje kwenye vipaza sauti watuambie kwamba hii mechi ambayo ya derby tumewafunga kama na wao ni tawi au na wao wanadhaminiwa na GSM, hao ni nini. Kurukaruka kwa marage ndio kuiva kwake. Hizi kelele unazozisikia ndio kunaelekea kuiva kwa matokeo ya tarehe 8. Tarehe 8 hawatoki shakwambia. MVP Aziz Ki amefanikiwa kuwa man of the match leo. Amedeserve? Yaani sio amedeserve. Story za Yanga mechi inapoisha hauwezi ukasikia sijui anaongelewa muamuzi. Leo unasikia kuna kelele ya muamuzi, uisikii. Leo sijui unasikia kuna kelele ya mchezaji hao wanaolalamika atakuwa tu ni wenda wazimu hawajui mpira. Kama watu waliweza kulalamika, unasikia mwenyekiti wa Pamba kalalamika. Sasa mwenyekiti wa Pamba
Mwinchui amewaonea kwenye matukio mangapi? Okay fine, tuseme amewaonea kwenye tukio moja, tumewapa goli moja, ni tayari ni 2. Lakini hawa majamaa zetu wa Kariakoo wakicheza mechi zao, man of the match asipokuwa muamuzi anakuwa mchezaji wa timu nyingine. Yanga ndio timu pekee man of the match anapewa na mijadala inaendelea, kweli amedeserve. Lakini hizi timu nyingine utaanza kusikia sijui mwamuzi kafanya hichi, mwamuzi sijui kawabeba watu fulani. Yanga ndio timu pekee man of the match, anaondoka na watu wamerelax. Kwa Stefano Aziz Ki alichokifanya ndani ya huu uwanja. Huu uwanja bwana, Yanga tumekuwa tukifanya maajabu. Tujawahi kukosa matokeo CCM Kirumba kwenye mechi za ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo swala la leo kushinda lisikutishe, swala la muamuzi kufanya vizuri lisikutishe. Kuna nyakati tulikuwa jukwani tulikuwa tunasema mbona kama ile sio kona, lakini kuna video naziangalia sasa hizi, waamuzi walikuwa wako makini vibaya mno. Superb, na hii inaonyesha kabisa Yanga mechi zake ya bebwi. Na mimi nilikuwa juzi nawaambia waandishi wa habari, kama Yanga tutaweza kutetea ubingwa wetu msimu huu, tutaonyesha kabisa hii ligi yetu ni kubwa na ni ya 4 mpaka ya 6 kwa ubora barani Afrika. Simba alivyokusanya alama kwenye michezo iliyopita, kama angekuwa bingwa au kama akiwa bingwa, itakuwa inafikirisha kwenye ligi yetu. Michezo karibu 7 Simba amepewa matokeo ya mezani. Kwenye mechi tu ambayo amecheza uwanja huu dhidi ya Pamba amefunga clear goal, limekataliwa. Kwa hiyo tu hii ni indicator ya kuonyesha kwamba Simba amekuwa akibebwa kila siku. Nasikia kesho wanacheza Arusha nyumbani kwetu. Nashawishika kusema Coast ni tawi lao, lakini kikumbuka mechi ambayo Coast waliwapa pale dimba la KMC Complex, na baki tunacheka. Unajua kwenye mpira wanasema kwanza cheza mechi zako ndio ufikirie mechi nyingine. Sasa hizi Yanga tuna mechi 8 tu ambazo kama tutashinda zote tunaenda kuchukua ubingwa. Majamaa zetu bado wana mechi 10. Sasa kwenye mpira mwenzio akicheza akichukua alama, kwako inakuwa ni hatari ambayo bado hujacheza wala kuchukua alama. Kwa hiyo hizo alama 58 kileleni, ndugu yangu, zisikutishe hata kidogo. Najua nao watakuwa wanacheza wakiwa na homa ya dabi ya Kariakoo, lakini niwahakikishie wachukue hizo alama za kesho hapo Arusha, kwa sababu wakizikosa, kwa sababu wanawaza tarehe 8 obvious lazima wazikose alama. Kwa hiyo wataenda michezo 3 mpaka 4 bila kukusanya alama. Kama wanataka kuchukua alama kwenye hiyo michezo, wachukue mchezo wa kesho, waje Dar es Salaam wachapike, waendelee kumalizia ligi, kwa sababu Azam ni kama anaelekea kuwaachia hiyo nafasi. Kwa hiyo watakaa pale kwenye michezo 4-5 ya mwisho ya ligi wakiwa wamerelax, hakuna pressure kama ya mwaka jana. Sawa. Naomba niulize swali la mwisho. Angalia ni michezo kama 7 mpaka 8 ambayo imesalia ligi kuu kutamatika. Pengine nafasi ya ubingwa mnaiona ama unaona kuna timu inakuja kupindua meza kibabe? Hiyo timu ya kupindua meza kwanza haipo, ni kutoe shaka kabisa, haitakuja kutokea kwa msimu huu. Hiyo timu pia ambao unaidhania wewe itakuja kupindua meza bado haijacheza na mtu ambaye anamfunga mara nyingi. Kila siku nawaambia Simba ni mwembe wetu wa nyumbani. Muda wote tukiamka asubuhi tunataka kutikisa kula maembe, tunakula. Katika timu ambayo tumeifunga magoli mengi, sio hata hii Pamba, Simba tumemfunga magoli mengi sana, tumemfunga mechi nyingi sana. Muda wote tunajipigia. Nimeona kuna taarifa kocha wao alikuwa anaelezea kuhusu majeruhi. Nimebaki nacheka sana. Nacheka sana. Kwa nini? Unajua bana, mimi alivyoumia Fondo Chemalon kwenye mchezo ule wa Mzizima Dabi, niliumia. Na katika sala zangu tokea mchezo ule wa Azam, kila siku nikiomba na muombea Fondo Malone arudi kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Basi kama kuna uchochoro kwenye dabi ya Kariakoo wa Yanga ni Chemalon. Ukiona lineup imetoka tarehe 8, umemuona Chemalon, hesabia tayari Yanga wana goli moja. Basi katika maombi ambayo nayaomba ni Chemalon arudi mapema, kwa sababu asipokuwepo hatujui beki gani atakuja kucheza zidi ya mastrika wa Yanga Afrika. Yule Karabushe mwao anasema ni mbaya, lakini my friend akiamua kuzuia 1v1 zidi ya striker, hawe mwenye kasi, hawe mwenye nguvu, hawe mwenye ujanja wa kufungua mianya, anaweza kuifanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo wana Yanga tuzidishe maombi, tumuombe Fondo Chemalon apone, kwa sababu ndo uchochoro wetu tarehe 8. Kama hatutafanya maombi, hatujui mwingine atakuja kutusurprise vipi. Maombi yazidishwe, Chemalon apone. Naona wanamuongelea Kamara kwetu sio big deal. Tumemfunga kwenye mechi ya kwanza, mechi ya pili amewachoma wenzie mpaka wamejifunga. Kwa hiyo sio mpinzani wa kuanza kukaa hapo unaanza kumwazia Simba wala goalkeeper wao sio Kamara. Akiwepo fresh, akija kudaka Ayubu fresh, hata kama Mediali ataanza kupasha kuja kudaka golini, sisi tunajua tutafunga tu magoli. Kwa hiyo tunamuogopa tu huyo Chemalon asipokuwepo, kwa sababu hatujui tutapata na surprise gani. Awepo ili Yanga tuweze kushinda. Na kama una beti, ukimwona tu Chemalon ameanza kwenye lineup ya Simba, weka Yanga watapata goli moja. Bana, shukrani sana. So shukrani sana. Taarifa sijawatumia bado watu da. Yanga tumeshinda Kigoma. Tumekuja tumevuka Busisi, tumekuja tumeshinda CCM Kirumba.
tunarudi Dar es Salaam. Waliweka madude yao mengi. Unajua bwana, kuna kamchezo sasa hizi kanaendelea ligi kuu ya NBC kwenye timu ya CEO JKT Tanzania. JKT Tanzania tokea Yanga tumecheza nao, tumeingia vyumbani. Timu zote zinazokuja kucheza Meja Jenerali Samuyo aziingi vyumbani. Kwa hiyo nikiri msimu huu tumeangusha alama 2 mzunguko huu wa pili kwa sababu ya vyumba vya JKT Tanzania. Nasikia ukiingia mule vyumbani kwa madaktari wa hizi timu ambazo waliamua timu zao zikae nje wakati wa kipindi cha kwanza kilipomalizika. Wanasema mule ndani kuna carbon dioxide iliyochanganyika na chlorofluoromethane, iliyochanganyika na nitrate, iliyochanganyika na hydrogen. Sasa huyo sio tu wewe mchezaji ukiingia ukirudi uwanjani uelewi. Hata shabiki ukiingia ukirudi nguvu za kuongea una. Kwa hiyo tumeumia sana Yanga kuumizwa na hizo dawa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, lakini tunawaambia dua zetu ni hizi 2. Kwa sababu na wao wana Mungu kama ambao sisi tunaye, tunaomba basi awachezeshe playoff, ila kama Mungu itampendeza zaidi kwenye maombi yetu wana Yanga tunaiombea JKT Tanzania ishuke tu, sio ishuke hata chini ya timu ya mwisho. Niwe timu ya 16 kwenye msimamo. Kwa sababu ndio timu ambayo imepewa penalty ambayo haijawahi kutokea duniani. Ukiacha Simba kubebwa, kampeni nyingine ni JKT. Na tunaanza kufikiria Simba wanatetewa na jemedari. JKT sio wao, ni jemedari. Kwa hiyo kamati ya jemedari na waamuzi waliokaa msimu huu tunaomba Simba ikose ubingwa na JKT Tanzania icheze playoff au ishuke daraja. Bwana, shukrani sana. Shukrani sana.